Haijatufikia bado. Ndio. Sasa kama haijatufikia tuwezi kusema chochote, kwa sababu ili uweze kuendelea na hatua lazima uwe na complain Ndio. Sasa hamna complain za masuala ya rushwa ya dabi walio kwenye ofisi yetu ya TAKUKURU Temeke. Na utaratibu ukoje wa hizi kesi, mfano makao makuu, labda jambo lilitokea Temeke lakini kesi ikapelekwa TAKUKURU nyingine, labda makao makuu. Nyinyi mnaweza msipate taarifa kama kesi imepelekwa huko, ama ni lazima ianzie kwenu ndiko iende kwenye ngazi nyingine? Sio lazima ianzie kwetu. Ndio. Makao makuu wako juu yetu, kwa hiyo wana uwezo wa kuchunguza Tanzania nzima kutegemea na uchunguzi wenyewe. Okay. Lakini pia kama uchunguzi uko within jurisdiction ya eneo, pia huwa uko utaratibu wa kuwafahamisha wenye eneo hilo kwamba kuna wachunguzi wa makao makuu wanaofanya uchunguzi huo. Okay. Kwa hiyo kwenye hili kuna uwezekano kesi ikawa pia kwenye mamlaka nyingine ya TAKUKURU tofauti na ninyi, lakini kuna umuhimu wa nyinyi kupata taarifa, sio? Ndio. Okay. Na taarifa hawana. Na ninyi mmeshasema taarifa hamna, sio? Hapa kwetu hatuna taarifa hiyo kwa kweli. Bwana, umepata kuisikia TAKUKURU yenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na rushwa wamekili ya kwamba bodi ya ligi hawajapeleka shauri lolote mezani kwao, na hiyo ni TAKUKURU Temeke ndipo ambapo mchezo ulitakiwa ufanyike. Hii inatengeneza picha gani, huku bodi ya ligi ikiwa imetuambia kwamba vyombo vinavyohusika na yale malalamiko ambayo wameyataja kuhusiana na dabi kutokuchezwa, rushwa pamoja na usalama vinaendelea na uchunguzi, lakini tunafahamu chombo hiki ndicho kinapambana na rushwa na kuzuia rushwa, chenyewe kimekana wazi. Tunapata picha gani? Of course unanirejesha miaka ya 90 kwenye 95 96 hivi kuja mbele. Marehemu Kali Remi Ongala. Yes. Nani? Remi Ongala yeye. Mmoja kati ya wasanii wakubwa kwa wakati ule. Alizungumza, alifanya documentary hivi akiwa anapita kwenye baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam, akazungumza kwamba hii ni bongo Dar es Salaam. Yeah. Bongo Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam peke yake, ni bongo Dar es Salaam. Na sana siku hizi hatuiti Dar es Salaam, tunaita bongo. Yeah. Karibu bongo. Yeah. Na tukisema bongo ndio Tanzania, manake Tanzania iko Dar es Salaam. Alizungumza kwamba bongo ni ubongo, yani ubongo. Kwa hiyo Dar es Salaam bwana, hapa bila hapa utoboi. Yeah. Akili tu. TFF wanatuonyesha dhahiri shahiri kwamba walicheza na akili zetu. Okay. TFF na bodi ya ligi walicheza na akili zetu, wamecheza na akili zao, wamecheza na akili za mpira wa Tanzania, sio mpira wa dunia. Yes. Mpira wa Tanzania. Walishajua mashabiki wetu wengi ni oya. Wameanza kuamka kuhusu soka. Yeah. Lakini bado ni oya. Kwa kuwa ni oya basi na wao wanatupeleka kioya. Okay. Wanakwambia kuna ile kauli ya wao, statement waliotoa kwamba wameona kuna viashiria vya pamoja na usalama. Yes. Hivyo viashiria wao wamevionaje? Anaweza kuviona ni nani? Wenye mamlaka. Yes. Ina maana hii taarifa itakiwa itolewe na polisi, yeah, au TAKUKURU. Yes. Tangu ile siku. Yeah. Lakini mpaka leo hawakutoa hiyo taarifa. Yes. Wao TFF hivyo viashiria waliambiwa na nani? Wao wana mamlaka za kuchunguza. Wana vyombo vya kuchunguza ndani. Na hapo ndio tunajiuliza walijuaje, kwa sababu pia kwa sababu wao nikikumbuka ametoka na anasema wao bodi ya ligi sio chombo cha uchunguzi. Sahihi. Sasa waligunduaje huko, kwa sababu wanasema hatuwezi kutoa ripoti sababu sisi sio bodi, yani bodi sio chombo cha uchunguzi. Sasa nani aliyechunguza na kutoa hizo taarifa za awali kwamba kuna viashiria vya rushwa na usalama? Sitaki kulikosea shirikisho pamoja na bodi yake, lakini kwenye hili wametupiga. Okay.
wametupiga big time, wametupiga pakubwa, kwa sababu shirikisho hilo ambalo limekosa nguvu, naweza kusema hivyo, kwa sababu ili jambo likutakiwa kufika leo. Mechi itakiwa ifanyike lini? Tarehe 8. Na leo ni lini? Leo tarehe 10. Mwezi wa ngapi itakiwa ifanyike? Mwezi wa 3. Leo mwezi wa ngapi? Wa 6. Shirikisho. Kumbuka katika tuseme nchi ya Tanzania kuna rais wa Jamhuri, kuna rais wa Zanzibar, si ndio? Ukitaja marais, katika marais utakaowataja utataja pia na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Shirikisho kubwa sana, lina nguvu kubwa sana, lakini ziko wapi hizo nguvu? Ndani ya miezi mitatu mnakosa maamuzi. Mnaipangia tarehe mechi, amtupi taarifa ya uwanja mpaka mje muulizwe. Yani si unanielewa? Yani mpaka mje muulizwe, yani mnatoa tarehe ya mechi, uwanja, mpaka mje muulizwe ndio mseme ni vile vile. Sawa, okay, tuseme ni vile vile. Itakiwa watu wajiongeze au nyie mtoe tamko? Nyie mseme. Si ndio? Haya. Unaahirisha mchezo ambao wewe unasema ili mchezo uje uchezwe tutaleta majibu mapema iwezekanavyo juu ya haya masuala ambayo tunaenda kuyachunguza, ambayo ni viashiria vya usalama, vya kiusalama pamoja na rushwa. Majibu yalitoka mapema? Hapana. Tumesubiri for almost miezi mitatu bila majibu. Sawa. Tunakuja kwenye huu mwezi wa 3 ambao we mechi tayari ushaipangia ichezwe wapi na lini, alafu unakuja bila hayo majibu ambayo ulisema yatatangulia majibu, alafu manake mmeenda kushinikiza kutangulia kuipangia mechi huku majibu hakuna. Haya, huko ambako nyie mnadai mtatoa majibu mtupatie sisi, wao wanasema hawana taarifa kutoka kwenu. Manake ni nini? Wametupiga, wamecheza na bongo zetu. Bongo zao wakaziona ziko smart kwa wakati huo. Sema vitu kama hivi bwana, usiposimamia misingi ya ukweli na haki, mwisho ndo unakuwa huu unaoelekea sasa hivi. Tunaenda kwenye mwisho ambao sio mzuri. Sio mzuri kwa nini? Naona kuna watakaoenda kuumbuka, naona kuna watakaoenda kupoteza kazi, naona kuna watakaoenda kupata changamoto tofauti ambazo azileti picha nzuri kwa soka letu. Unaona mpira wetu unaingizwa kwenye mahakama za kiraia. Sio sawa. Manake mpira wetu umefika kwenye hatua ambayo sio ya kuridhisha, na ndio maana mtu anaweza kaenda kulishtaki shirikisho, bodi, nini. Umechomesha watu, umewaingiza watu kwenye hasara kubwa. Wafanyabiashara wadogo kwa wakubwa, wadhamini, kila ambaye alihusika kwenda kujitutumua kwenye ule mchezo, wote umewaingiza hasara. Mashabiki wametoka mbali, umekuja kuingiza kwenye hasara wote. Then nini kinafuata? Hasara zao zimejibiwa vipi? Walionunua tiketi, utaratibu unakuwaje? Hujatupa majibu yote hayo, alafu unataka. Sio sawa. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni TFF na bodi ya ligi inabidi wakae mezani, watu kwanza turejeshe kwenye ukweli. Tayari washaumbuka kwamba hakuna taarifa ambayo wao wameifikisha au wameiwasilisha mamlaka husika. Si ndio? Waende watuwekee sasa mbivu na mbichi hadharani. Jamani, hivi na hivi. Na kwa kuwa inaendeshwa na watu wana tabia zao binafsi, hizo ndizo ambazo zinafanya mambo yanakuwa kama hivi. Kinachofanyika sio weledi tena, sio swala la kiuongozi, ni masuala ya personal issues, yani mtu binafsi. Tabia binafsi ya mzee Mguto, tabia binafsi ya rais wa shirikisho, tabia binafsi ndizo ambazo zinachukua nafasi sasa hivi. Sio vyeo vyao, sio mamlaka walionayo, sio nafasi zilizopo walizonazo, ila tabia yao binafsi. Ana shida na wewe binafsi, ndio hiyo ambayo inachukua nguvu sasa hivi, sio swala la uweledi. TAKUKURU ametoweka wazi, na changamoto ni bongo. Sisi
binadamu wameumbiwa na haya. Nani atakubali kuibeba hiyo haya? Kwa sababu ili hiyo haya ichukue nafasi, watu itabidi wakose kazi. Nani anataka kupoteza ugali? Ili hiyo haya ichukue nafasi, watu itabidi waende waseme jamani, tulidanganya, au tulivyosema haikuwa sahihi, usaini huu hapa. Nani atakubali kwenda kusema hivyo? Na Young Africans msimamo wao ni ule ule, kwamba sisi hatutashiriki mchezo mpaka watu waende kujustify kwamba kilichofanyika sio sahihi. Na baada ya hapo Young Africans watakuwa kwenye nafasi ya kukaa mezani sasa mchezo uchezwe lini. Na kuna hati ligi ya msimu huu ikavurugika kabisa, kuna hati ikavurugika kabisa, au watu wakapoteza kazi kabisa. Na watu watakapoteza kazi, maana yake watu wakipoteza kazi ni Young Africans wamesimamia msimamo wao. Ina maana upande wa pili utapoteza kazi. Na ligi kivurugika ni kama hao ambao wanatazamiwa wapoteze kazi watasimamia msimamo wao. Maana yake wakisimamia msimamo wao, Young Africans na yeye bwana mimi siingizi timu, kilichobaki ni hivi na hivi, ligi imeishia hapo. Nini kifanyike kwa dakika moja tu ili unusuru na kuokoa mpira wetu? Cha kufanyika hapo, serikali hairuhusiwi kuingilia michezo, lakini kwenye hili wakae na viongozi mezani. Wale ni binadamu, wakae nao mezani, wazungumze, waone ni kwa namna gani wanaweza, bila hata kwenda publicly, wazungumze wao ndani. Viongozi, rais wa shirikisho njoo, nani tukae hapa, engineer na timu yako Arafati njoo hapa, tuzungumze, tuangalie, tuweke vitu kwenye maslahi mapana zaidi ya kisoka. Tunafanya hivi kwa ajili ya mpira wetu, sio kwa ajili ya kumfanya engineer aonekane bora, Arafati bora, au Karia aonekane bora. Kila mmoja anataka kuonyesha umwamba wake, jambo ambalo sio sahihi. Tunataka muafaka, mustakabali mzuri kwa ajili ya mpira wetu. Wote wakae chini wazungumze kuokoa mpira kufika mahakama za kiraia, sio yani anaposikilizwa Lissu na wewe ukasikilizwa huko, inaposikilizwa kesi ya uhaini na wewe ukasikilizwa huko, sio sawa sawa. Bwana Nick, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Sana, tumekuwa na wakati mzuri. Asante sana Diego. Asante sana. Bwana huyo ndio Diego Mashuhuri, amezungumza hivyo na shughuli imekwisha hivyo. Mimi ni Kings Media, kwa heri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.